على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha na kutuwafikisha tukakutana tena katika ukumbi wetu huu, kama tunavyokuwa tunakutana kila siku ya Alhamisi tunapokuwa tupo kazini. Na leo tunatokea tukiwa bado tupo katika mlango wa Kitabul Imani, na tupo katika mlango unaozungumzia ubaya wa mtu kujiua mwenyewe. Tulianza kuzungumza hadithi kadhaa zilizoelezea, na leo bado tunaendelea. Katika Uislamu swala zima la kujiua ni kosa kubwa. Kujiua kwa kunywa sumu, kujiua kwa kujirusha, kujiua kwa njia yoyote ile ni jambo ambalo lisilokubalika katika Uislamu na ni hatari kubwa. Zimekuja hadithi zenye makemeo za kuonesha mtu huyo hayuko salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama ataingia katika pepo kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini baada ya kuadhibiwa. Kwa hiyo ni mambo ambayo yasiyokubaliwa katika Uislamu. Leo tunatokea hadithi ya 71, hadithi ya 71 katika mlango huu unaozungumzia ubaya wa mtu kujiua, na hadithi ya 70 ilikuwa inazungumzia mtu kujiapiza kutoka katika Uislamu. Na tukaona baadhi ya matukio ambayo watu wanafanya kama mchezo tu, kusema mimi ikitokea hivi basi mimi nitakuwa sio Muislamu, mimi nitakuwa hivi, mimi nitakuwa hivi. Kugusa dini ni jambo la hatari kabisa. Usiguse dini kabisa, usijiapize kabisa katika dini. Hadithi inazungumza mtu yeyote atakayejiapiza kwamba yeye hayupo katika dini ya Uislamu, basi fahuwa kama akala, itakuwa kama alivyosema katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo lisilokubalika. Hadithi hii ya 71 inatuelezea, na ni miongoni mwa hadithi zinazotoa ushahidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuja katika hadithi, inna Allaha la yajidu hadha ad-dini ala ar-rajuli al-fajir. Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kuipa nguvu hii dini kupitia mikono mwa mtu ambaye ni muovu, dhali, mtu kafiri. Sasa ule mtu muovu kuna namna kadhaa ambazo wanachuoni walizozielezea. Anaweza kufanya jambo la kuhatarisha Uislamu, ana uwezo wa kufanya jambo la kuhatarisha Uislamu kiasi kwamba ikapelekea sasa watu hata wasiokuwa Waislamu wakatambua nafasi ya Uislamu na wakaingia katika Uislamu. Na hii ndiyo ambayo iliyokuwa. Au anaweza kufanya jambo la kusaidia Uislamu na yeye wala sio Muislamu, anaweza pia kupatikana mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo hapa hadithi inasimuliwa na Abu Huraira. Hadithi ya kwanza inasimuliwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba kala, amesema, shahidina maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam Ghaibara, katika vita vya Khaibar. Fakala lirajulin, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwashiria mtu, mimman yadda'i al-islam, kwamba anayedai kwamba yeye ni Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Khaibara, kwa hadithi hii Abu Huraira inaonekana ilikuwa katika jalsa ya kawaida tu. Kwa hiyo akasema hadha min ahli an-nar, sema huyu ni katika watu wa motoni. Yupo tu katika jalsa na masahaba wake, Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza huyu ni katika watu wa motoni, kama ambavyo alizungumza pia wapo watu wa peponi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza watu kadhaa kwamba ukitaka kumuona shahidi anayetembea, shahidi wa peponi anayetembea katika ardhi, basi muangalie huyu katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo akasema hadha min ahli an-nar. Falamma hadara qital, ilipokuwa umefika wakati wa vita ile vya Khaibar na Mayahudi kule, qatala ar-rajulu qitalan shadida, alipigana kweli kweli. Katika hadithi nyingine inazungumza kwamba alikuwa hamwachi mtu, akikimbia yuko naye na akijificha yuko naye, popote pale lazima atamaliza, akiwa upande wa dini ya Uislamu.
lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza huyu min ahli nari. Sasa wakati ule zinaendelea zile katika mapambano, katika ule uwanja wa mapambano, watu wanamwangalia tu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ashazungumza kwamba hadha min ahli nari, fa asabatuhu jirahatan, akapigwa na majeraha mengi sana, sababu alikuwa anapambana, amepambana kweli kweli. Sasa katika ule upambanaji na yeye pia alikuwa anajeruhiwa, kwa hiyo akawa na majeraha mengi mwilini. Faqila, pakasema ya Rasulullah, pakasema kwamba ewe mtume wa Allah, alladhi qulta innahu min ahli nari, yule ambaye umesema ni katika watu wa mtoni, alipambana kweli kweli, basi innahu min ahli nar fa innahu qad qatala al-yawma qitalan shadida, amepigana kwa nguvu zote, wa qad mata, na amekufa lakini katika uwanja huu wa mapambano. Kwa hiyo katika hali ya kwanza, faqala sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema hata kama hivyo, innahu ila nari, hata kama amekufa katika uwanja huu na akipigana akiwa upande wa Uislamu, innahu min ahli nari, sababu mtume sallallahu alaihi wasallam innahu yuha, ana wahai kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa njia ya kuteremshwa na Jibrilu na kwa njia nyingine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anampa ilhamu moja kwa moja, kama ambavyo alivyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sema fakada ba'dhu an-nas an yartaba, hapa ikawa watu sio hawana imani na mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yani vitu viwili sasa vina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza hivi, lakini upande wa pili Mtume sallallahu alaihi wasallam shazungumza, mtu yote atakayepigana na akafariki katika uwanja wa vita, akauawa katika uwanja wa vita, fa huwa shahidi, huyo ni shahidi. Na mashahidi ni katika daraja bora kabisa, katika daraja baada ya mitume radhiyallahu alayhi salatu wassalam, basi daraja zinazofuata as-siddiqin, inakuja daraja ya mitume. Kwa hiyo katika sura ya namna hiyo kilichokuwa kinajitokeza, maswahaba pale ikawa kama vile hawako sawa. Fa bainama hum ala dhalika, wakiwa maswahaba hapo katika hali ya namna ile, idh qila innahu lam yamut, akapatikana mtu pale pale. Maana yake mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza huyu min ahli nari kabla ya vita, wakati wa vita amepambana kweli kweli, akaambiwa huyu ameuawa, akasema ila nari. Lakini watu wanajua anayeutetea Uislamu, anayekufa katika uwanja wa mapambano, kwamba fa huwa shahidu, vipi ataingia motoni? Mbona linakuwa jambo alieleweki? Mbona hapa mtume sallallahu alaihi wasallam hatumuelewi? Sasa wakiwa katika mazungumzo yale yale, kila pakasema innahu lam yamut, huyu bwana hakuuawa wala hakufa mwenyewe, walakin jiraha shadidan, lakini nabihi jiraha shadida, lakini yeye alikuwa na majeraha mengi sana mwilini, au makubwa sana. Falamma kana min al-layl, ulipofika usiku, lam yasbiri ala al-jiraha, hakuweza kustahamili kwa majeraha yale alionayo, faqatala nafsahu, akajiua mwenyewe. Na hapa ndio mlango wetu, kwamba swala zima la kujiua, swala la kujiua ni jambo lisilokubalika katika nini? Katika Uislamu. Fa ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhalik, akapewa habari mtume sallallahu kwamba hali iko katika sura ya namna hiyo, tukio hili limetokea katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, faqala, mtume akasema Allahu akbar, ashhadu ila anni abdullahi wa rasulahu, ashhadu anni abdullahi wa rasul, najishuhudia kwamba mimi ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mjumbe wake. Thumma amara Bilal, kisha akamwamrisha Bilal, fanada fi nnasi, awatangazie watu kwamba innahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslima, hatoingia peponi isipokuwa Muislamu. Na Muislamu sio lazima kuja kuonekana katika mstari wa mbele katika kuipigania dini. Wapo watu wanakuwa katika mstari wa mbele, lakini wapo katika kazi zao, wapo katika shughuli zao, wapo wengine wapelelezi kama nchi zetu hizi, wengine hivi, wengine hivi, wanakuja katika shughuli za dini, misikitini, katika harakati za dini, wakaingia kabisa, lakini wao ndio chanzo pengine cha kuvuruga nini, cha kuvuruga dini, chanzo cha kuharibu dini, chanzo cha kuvuruga mikakati ya Waislamu. Wapo watu wanaingia katika sura hiyo, lakini kwa sababu anakuja kwa malengo yake. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watangazie ewe Bilali kwamba hatoingia mtu peponi illa nafsu muslim, ila ni Muislamu halisi kabisa aliyeutambua Uislamu, na kwamba wa inna Allah la ayidu hadha ad-din birrajul al-fajir, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala
anayo nafasi, anaweza kuitia nguvu hii dini kupitia mikono ya mtu mwovu tu kama hivyo. Anaweza kuja akawasaidia, akashiriki na yeye, akatoa mikakati na hivi na hivi, lakini sio mtu mwema katika dini, lakini michango yake au mawazo yake yakawa ni sehemu ya kuupeleka mbele Uislamu. Kwa hiyo swala linalohitajika kwanza, kwamba Uislamu wa kweli, kufanya mambo kwa ajili ya Allah, kuwa na imani ya kweli ya dhati kabisa. Lakini la pili ni hatari ya mtu kujiua mwenyewe binafsi. Swala lazima la mtu kujiua mwenyewe ni jambo la hatari na ni jambo baya na ni jambo lisilokubalika. Huyu bwana, miongoni mwa sababu zilizojulisha kwamba yeye si katika watu wa kheri, si katika watu wema, ni sababu ya kujiua. Amejiua mwenyewe, na alijiua, kujiua kwake alichomeka upanga, akaulalia ule upanga, kaulalia mwenyewe, akajimaliza, kwa sababu yeye alikuwa anapigana sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii itakwenda, kuna hadithi Mtume za salama anaelezea ikhlas, akazungumza watu wa kwanza, watu watatu wa kwanza kabisa kuhukumiwa au kusikilizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akazungumzia rajulun alim, mtu mwanachuoni mwenye elimu. Ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ulikuwa na elimu, ulikuwa hivi, hebu tupe habari. Sema naam, mimi taallamtu, nimejifundisha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nimefanya hivi, nimefundisha watu, wamesoma, watu wameelewa dini, watu wamejua dini na hivi na hivi. Takuja kuambiwa kwamba kadhabta, umesema uongo. Umejifundisha kweli na umefundisha kweli, lakini ulikuwa unafanya kazi ya kufundisha liyukala anta alim, ili watu wapate kusema kwamba wewe ni nani? Wewe ni mwanachuoni. Wakadikila, na hilo limesema huko duniani kwamba fulani kufaswa, fulani hivi, fulani hivi. Kwa hiyo issue ni ile ikhlasan lillahi, man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min, atakayefanya amali njema hali ya kuwa muumini kwa ikhlasan, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye mtu anayepata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelezea mtu mwingine akasema, warajulu, na mtu ambaye amepigana, ameuawa katika vita. Ataulizwa, wewe ulipewa mali, wewe ulikuwa na nguvu, wewe ulikuwa na zana za kivita, vipi, umezitumiaje? Akasema, naam, mimi nimeipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nimeipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna sehemu popote ambapo Uislamu ulikuwa unanyanyaswa na kuonewa, ila mimi nilifika katika eneo hilo kuhakikisha Uislamu unasonga mbele. Sema kadhabta, alisema uongo. Wewe ulipigana liukala anta shujaa, ili isemwe kwamba wewe ni nani? Wewe ni shujaa, wewe ni mpambanaji, wewe ni mpiganiaji, wewe ni mwanaharakati kweli kweli. Hilo ulilifanya. Wakadikila, na hilo limefanywa. Lakini hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kulifanya kwa ajili ya Allah halina nafasi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja mtu watatu, akasema, na mtu mwingine ni mtu mwenye uwezo, mwenye mali, aliyetoa, amejitolea na kutoa na hivi na hivi. Taambia, wewe ulipewa mali, ilikuwa hivi na hivi. Asema, naam, nimeitumia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taambiwa, kadhabta, umesema uongo. Wewe umetoa aliukala, ili ipate kusema kwamba anta sakha, kwamba wewe ni mkarimu, wewe ni mtoaji, wewe hivi. Wakadikida na nimesema. Kwa hiyo nini makusudio ya kunukuu hadithi hizi? Ni kukusudia kwamba jambo lolote unalolifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lisipitikie unalifanya kwa lengo lingine, kwa fikira nyingine yoyote. Lifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini zaidi ya yote inatakiwa uwe na imani na uwe umejisi kwamba na yakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Muislamu wa kweli kabisa. Na mtu anaweza kuitia nguvu Uislamu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama sio Muislamu, anaweza kufanya harakati kadhaa, lakini ana mipango yake katika harakati zile, na akishakamilisha mipango yake, huyo anapotea. Kama alikuja kupeleleza, kama alikuja alitaka kuoa, kama alitaka kufanya nini, kama alitaka lolote ile, kama alitaka kufanya biashara, ameshavipata malengo yake, ameondoka zake huyo. Lakini pengine kwa juhudi zake na harakati alizozifanya, dini imefanya nini? Dini imeimarika, imesonga mbele kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni justification ya mtu kufanya tu, bali kinachozingatiwa umelifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithu Sahal bin Salim بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون. Mtume صلى الله عليه وسلم alikutana na mushrikina katika uwanja wa mapambano, katika vita. Faktatalu, wakapigana. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askari, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoelekea kambini, yani katika hema lake. Wa mala al-akharuna, na wengine wa masahaba wakaelekea ila askari, katika mahema yao.
wa fi ashabi rasulillah, na katika masahaba wa mtume SAW, katika ule uwanja wa mapambano, rajulun, kulikuwa na mtu aliyepigana kuipigania dini, anaonekana la yadau lahum shadhan wala afadha, hamwachi mtu aliyejitenga yuko peke yake au anakimbia vyovyote, yeye amwachi, hiyo lazima atashughulika naye. Illa tabaha, ila atamfuatilia mtu huyo, awe amejitenga yuko peke yake anakimbia, yadhribuha bisayfi, nampiga upanga wake. Faqalu ma ajra'u minna al-yawma ahadu kama ajra fulan, wakasema au pakasema kwamba kwa kweli leo hakuna mtu aliyekuwa jasiri kama fulani yule alivyokuwa jasiri leo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sawa mnavyosema, lakini amma innahu min ahli an-nar, ama huyu ni katika watu wa motoni. Faqala rajulun min alqaumi, mtu mmoja akasema, hapa huyu bwana upiganaji wake ule na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, ama kwa kweli ana sahibu, mie nitamfuatilia nijue kulikoni, mpaka awe na masahaba alikuwa anafanya hivi ili yasiwakute wao yale ambayo wamefanya nini, yaliokuwa mabaya yasiwakute, na yaliokuwa mema waweze kuchukua nini, waweze kuchukua hatua. Kwa hiyo akasema ana sahibu, mimi leo nitakuwa naye pamoja. Kala, anasema yule bwana, fakharaja ar-rajul, anasimulia Salim bin Saad as-Sa'idi, fakharaja ar-rajul, yule bwana akatoka mahu, pamoja na yule aliyemsema mtume sallallahu kwamba ni mtu wa motoni. Kullama waqafa mahu, kila anaposimama na yule mpelelezi yuko nyuma yake anamfuatilia. Wa idha asra, akikimbia na yule bwana anakimbia. Kala, anasema yule bwana, anasema Salim bin Saad as-Sa'idi, anasema fajuriha rajulu jurhan shadida, yule bwana akapata majeraha makubwa sana pale uwanjani. Fastaajala almaut, akajiharakishia kifo. Fawadaa naslu sayfihi bil ardi, akaweka upanga, mpini wa ule upanga wake akauweka chini. Wadhubabuhu baina thadiyai, alafu na yale makali ncha ya ule upanga akaweka baina ya kifua chake, baina hapa na hapa akauweka hapa, maana kwenye moyo kabisa ule upanga ameulalia hivi. Alafu wahtamala thumma tahamala, kisha akaulalia ule upanga. Alipoulalia ule upanga basi fakatala nafsahu, akawa amejiua mwenyewe. Yule bwana anashuhudia yale anayoyafanya. Fakharaja ila rajulu ila rasulillah, yule bwana kaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fakala ashhadu annaka rasulullah, na yakini, nazidi kuthibitisha kwamba wewe ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akamwambia, madhaka, kulikoni? Kala, akasema, faqultu, nikasema kwamba fakala ar-rajul, asema ar-rajul alladhi dhakarta, yule bwana ulimsema anifa hivi punde kwamba annahu min ahli an-nar, ni mtu wa motoni. Fa'adhama an-nas, watu ile jambo likawa zito kulielewa na kulifahamu. Fa'adhamu an-nas dhalika, faqutu, nikasema ana lakum bi, mimi nitafuatilia. Mimi nikamwambia, sikilizeni wala msiwe na wasiwasi, mimi nitafuatilia kujua hatima ya huyu bwana. Fakharajtu fi talabi, nikatoka kumfuatilia yule bwana. Thumma juriha jurhan shadida, kisha yule bwana alijeruhiwa kwa majeraha mazito kabisa. Fastajala al-maut, akajiharakishia umauti, akajiua. Fawadha nasla saifi fil ard, akaweka mpini wa upanga wake. Wadhubabu baina thadiyahi, na ncha ya ule upanga akauweka baina kifua chake. Thumma tahamala alai, kisha akaulalia, manake akaulalia. Fakatala nafsa, akajiua mwenyewe. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalika, mtume akasema, inna ar-rajulu la ya'malu amali ahli janna, ninyi mnaweza mkamwona mtu anafanya amali njema za watu wa peponi kabisa, fima yabdu linnas, kwa vile ambavyo watu wanavyomuona, lakini wao min ahli nari, watu wanamuona huyu mtu anachakarika, kumbe yeye amekuja pale kwa jambo lake. Mtu anasilimu kwa ajili ya kazi maalumu tu. Wa inna ar-rajula ya'mal min ahli an-nar, mwingine anaweza kufanya amali za watu wa motoni fima yabdu linnas, vile wanavyomuona watu, wa huwa min ahli janna, hali ya kuwa ni katika watu wa motoni. Fama, kwa hiyo kikubwa tukio ni lile lile, lakini mtume sallallahu anaonyesha kwamba swala zima la mtu kujiua ni jambo la hatari kabisa. Hadithu Jundub bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum, hapa mtume anaelezea waliokuwa kabla yetu sisi, kabla ya ninyi maswahaba, kabla ya ninyi kuja hapa. Kulikuwa na mtu rajulu bihi juriha, alikuwa na majeraha, fajaza, akajikatia tamaa.
fa akhadha sikina, akachukua kisu, fakharra biha yadayhi, akawa anajipiga mikononi mwake, anajikatakata. Famara qaddamu hatta mata, haikukauka damu mpaka ule bwana akamfanya nini, maana anajikatakata mikononi yeye mwenyewe. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema kwamba ya badarani abdi binafsi, amejiharakishia huyu mja wangu yeye mwenyewe, haramtu alayhi aljanna, nimemharamishia pepo. Kwa hiyo swala zima la kujiua huko, kunywa sumu, vyote watu wanavyozidiwa na changamoto zozote mtu anazokutana nazo zile, ni jambo lilokuwa baya kabisa la swala zima la kujiua. Kwa hiyo hilo ndio ilikuwa mlango wetu. Kisha tunaingia katika mlango babu ghalz tahrimi alghululi wa annahu la yadkhulu aljannata illa almu'minun, uharamu mkubwa wa udokozi wa mali za umma. Mali za umma, mtu umepewa dhamana wewe, kama hivi sisi hapa tumeajiriwa hapa, tumekabidhiwa mali katika kitengo chako ulichonacho wewe, ni dhamana pale ulipo. Mali ya umma hapa, watu wasifikiri kwamba inazungumzwa hapa katika Uislamu tu, popote pale kuna watu wana dhamana za watu, wamepewa nafasi za uongozi katika taasisi kama hivi, wengine wamepewa nafasi za uongozi misikitini, wengine kwenye taasisi iwe ya kidini, iwe udokozi huu hapa, kukwapua mali ya umma, kuichukua, kuidokoa, hatari yake. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iftatahna Khaybara, tuliukomboa mji wa Khaybara. Abu Hurairah amekuja baada ya vita vya Khaybar, lakini alikuja hapa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo Khaybar, na alikuja yeye Abu Hurairah na watu wa Dausi, kabila uko wa Dausi kadhaa wakaja pale, lakini pia na wale waliokuwa wamehamiwa Habeshini, wale kina Jaafar bin Abi Talib na wengine kina, wakawa ndo wamekuja katika kipindi kile. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao hawakushiriki vita, wameikuta imeshaisha hii vita, wamekuta wale masahaba shamaliza, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam bado hajagawa zile ngawira. Kwa hiyo akawagaia wale watu waliotoka Uhabeshini, akawagaia na hawa watu wa kabila la Dausi kina Abu Huraira nao pia wakawa. Kwa hiyo Abu Huraira amekuja katika mazingira yale, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yupo tena anajiandaa kutoka. Kwa hiyo Abu Huraira anasimulia iftatahna Khaybara, tuliukomboa mji wa Khaybara, walam naghnam dhahaban wala fidda, na pale ngawira hazikupatikana za dhahabu wala fedha. Ngawira za pale, kwa sababu wale walikuwa, kulikuwa na mazao, kulikuwa na mifugo, ndo walikuwa nao wale Wayahudi pale. Inma ghanimna bakara, ngawira zetu pale ilikuwa ng'ombe, wal ibili, ngamia, wal matai, na vitu vya kawaida vya matumizi ya watu, wal hawait, na mashamba, bustani. Thumma nsarafna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kisha tukaondoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaondoka pale katika ile eneo, ndo tunajiandaa kuondoka, ila wadi al-Qura, kwenda katika eneo la wadi al-Qura pale. Wa mahu abdun, akiwa na mtumwa wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lahu yuqalu lahu Mid'am, yule mtumwa anaitwa Mid'am. Ahdahu lahu ahadu bani al-Dhabab, ambaye Mtume alipewa kama zawadi tu na kabila ile la Dhabab. Fa bainama huwa yahuttu rahla rasulillah, yule mtumwa Mid'am wakati anamuandalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ngamia, kwanza ameshiriki vita ya Khaybar, la pili yuko pale anamuandalia Mtume sallallahu alaihi wasallam apande ile ngamia wake, yani anaweka sawa usafiri. Ilijaahu sahamun aid, ukaja mshale haujulikani hata umerushwa na nani. Ikumbuke hapo vita vimeshamalizika, wao wapo katika eneo lingine kabisa, unakuja tu mshale, masahaba wanauona. Hata asaba dhalika al-abd, ule mshale ukampata ule mtumwa na akafa, sio kumpata, akafariki pale pale. Anatoka vitani, yuko pale anamhudumia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakala an-nas, watu wakasema, hani allahu shahada, pongezi za hali ya juu kwa kupata nini? Kwa kupata ushahidi, yani kufa kifo kama ushahidi. Maana hakufa katika uwanja wa vita, lakini ni kifo, maana ameuawa, amedhulumiwa, unaona. Lakini pia akiwa anamuandaa na kumhudumia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, sikilizeni, bala haiko hivyo. Pamoja na yote hayo, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu inamilikiwa mikononi mwake, inna shamlata, hakika ya ile shuka, lati asabaha yauma Khaybar, aliyoichukua aliyoikwapua siku ya Khaybar ile, min almaghanimi, katika ngawira, lam tusibuha almaqasim, lakini ilikuwa mgao haujafanya nini, haujagaiwa, basi la tashtailu alaihi nara, unamuunguza katika moto. Tizama, mtu amekufa katika uwanja wa nini, amekufa, ametoka katika vita, tatizo lake amekwapua katika mali za nini, za ngawira, amechukua sio haki yake. Ile mali inabidi igaiwe, inagaiwa kwa mafungu, utaratibu maalum. Waalamu anna ma ghanimtum fa inna lillahi khumsahu wa lirrasul lidhi qurba wal yatama wal masakin. Imekuja katika sura namna hiyo, kuna fungu la Mtume sallallahu alaihi wasallam linagaiwa, alafu ndo wanagaiwa wale wapiganaji lipo. Sasa yeye amechukua tu, amejichukulia juu kwa juu. Swala la kujichukulia juu kwa juu mali za umma ni jambo baya, ukwapuzi watu wanafanya tu. Waislamu hawatakiwi kufanya katika jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, huyu bwana, lile shuka lile alilokwapua, lile shuka tu hapa kakwapua, kachukua tu, kabla bado hajapewa mgawa, haujapita. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tashtailu nara, linamuunguza katika moto. Hatari ya ukwapuzi, udokozi wa mali za nini, mali za umma. Fajaa rajulun, pale pale wakati Mtume anasema maneno yale, akaja mtu mwingine tu, hina samia dhalika minan nabii, alipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema vile, akaja bishiraki au bishirakaini, akaja na mikanda miwili ya kanda mbili hizi, ile mikanda ile kanda mbili, au viatu kama hivyo ambavyo vinakuwa vina nini, vina mikanda. Yule bwana amechukua. Fakala, namuuliza, ya Rasulullah, hadha shay'u kuntu asabtuhu, sema na hivi mimi nilikwapua hizi mikanda hii miwili, nayo mimi nilifanya nini, nilikwapua kabla muda hujafanya nini. Fakala Rasulullah, sema Mtume, maana yake anamuuliza, je, na hii nayo hukumu yake hivyo hivyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hata kama shiraku au shirakani minan nar, hata ukichukua mikanda tu ya kanda mbili ya viatu hivi, maadamu umechukua kabla ya kupewa, umechukua bila nini, bila idhini yake, hilo ni jambo ambalo kwa nini, ni jambo lilikuwa baya, udokozi, hatari kabisa. Na ipo hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, siku ya kiyama mtu atakuja kuambia, mtu mdokozi, mkwapuzi wa mali za umma, katika sura hii namna hii, atawekwa atakuwa na bendera maalumu, atakayokuwa anatembea mbele ya awwalina wal akharina katika Kiislamu, kuanzia watu wa mwanzo mpaka mtu wa mwisho. Hawa watu wanakula mali za umma hizi ni hatari sana. Waislamu hawataki kujiingiza katika utaratibu wa namna hii. Ukipewa dhamana popote pale, unatakiwa uwe mwaminifu, na ndio inavyotakiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwaminifu, mpaka wale wakawa wanamuita nani, al-amin as-sadiq, al-amin, alikuwa anamuita mwaminifu. Hawamkubali, hata kama watu hawakufanyii, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Swala la chuki na nini, wewe usije ukafanya ubadili, usikwapue mali za watu, usikwapue mali za watu. Hiyo ni hatari kubwa kabisa. Baadhi ya watu wakipewa nafasi, wakizipata nafasi, wanazitumia vizuri kujiendeleza wao wenyewe. Sasa ni hatari kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaona hawa yamewakuta, wamekufa maeneo mazuri, maeneo matukufu, ambayo lao ingekuwa si hivyo basi wangekuwa salama. Lakini Mtume sasa anasema hayuko salama yule bwana, msifikiri yuko salama, pamoja na amekufa katika eneo takatifu hili la kutoka kuipigania dini ya Allah, akiwa anamwandalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa ni mdokozi, amekwapua mali ya umma, basi ile mali ya umma inamuunguza. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuzingatie, tuchukue hatua. Unapopewa dhamana ya watu, basi hiyo dhamana itunze. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Allah anakuelekezeni mtimize, muzifikishe amana za watu kwa wenyewe. Msichukue amana za watu, msikwapue mali za watu mkajifanya wajanja. Mnajifanya kwa kuwa mnajua kuongea, mna mipango, mna mikakati, mna hivi na hivi. Hapa duniani sawa, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mtu atadhulumika. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze na tuwafikishe.
tutakuwa tumeishia hadithi ya 70 ngapi? 74. 75 tutakuja kuanzia 76, mlango unaozungumzia watu waliosilimu, watu waliosilimu na yale ambayo yatakayofuata baada ya kusilimu. Vipi yale mema aliyoyafanya kule kabla ya kuwa Muislamu yanakuwaje, ndio sehemu inayofuata. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Unatokea 74.